Hujambo mpenzi mtazamaji wa BS Online TV, karibu katika kipindi chetu cha haki na wajibu kwa watoto. Katika kipindi cha leo tutazungumzia masuala ya unyanyasaji kwa watoto. Hapa leo tupo katika idara ya ustawi wa jamii. Tunaye mtaalamu wetu hapa, ataweza kutuelezea kwa kina kuhusu mada yetu. Hivyo basi ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi ili kuweza kuelimika na kujua namna gani ya kumtunza mtoto au kulinda mtoto katika swala zima la unyanyasaji. Twende pamoja na karibu sana. Asante sana. Kwanza kwa jina naitwa Hanifa Muumini Ali, ni afisa ustawi kutoka idara ya ustawi jamii kutoka kitengo cha hifadhi ya mtoto. Kwanza kabisa ningependa kuelezea nini maana ya udhalilishaji wenyewe, ambapo tunasema ni ile hali ya kutumia nguvu ama mamlaka ama uwezo wa mtu ambao alikuwa nayo dhidi ya mtoto kuweza kumfanyia vitendo vya ukatili na udhalilishaji. Kwa maana ukatili huu ama udhalilishaji huu unaweza kuwa wa aina nne. Unaweza kuwa udhalilishaji wa kingono, lakini pia unaweza kuwa udhalilishaji wa kimwili, ama pia udhalilishaji wa kihisia, lakini pia utelekezwaji. Na katika swala hili la udhalilishaji wa kihisia, katika hizi aina nyingine tatu tunasema kwamba endapo mtoto atadhalilishwa kingono ama kimwili ama kutelekezwa, basi pia hili la kihisia lazima litakuwa linamgusa yule mtoto moja kwa moja, kwa sababu tayari mtoto ambaye kadhalilishwa kingono, amebakwa au amelawitiwa, kwa mtoto huyu moja kwa moja pia akili yake nayo inapata athari na kwamba anadhalilishwa. Lakini pia labda mtoto amepigwa mapanga au amejeruhiwa, yani amefanywa udhalilishaji wa kuchomwa moto, na pia tunasema mtoto huyu amepata udhalilishaji wa kihisia, kwa hiyo tayari akili yake moja kwa moja inaathirika. Kwa maana tunasema huu udhalilishaji wa kihisia ni hatari zaidi katika makuzi na maendeleo ya mtoto. Tunaomba utuambie kwamba ni athari gani zinazompata mtoto pindi anaponyanyaswa katika hali ya kiuchumi, kijamii na kisaikolojia. Asante. Kuna athari tofauti ambazo watoto zinawakumba katika swala lao la kimakuzi au katika kurudisha nyuma maendeleo ya makuzi yao. Ikiwa pamoja, kwanza unarudisha nyuma ule ukuaji wao, kwa sababu tunasema katika ukuaji wa mtoto kuna hatua tofauti za kimakuzi. Kwa mfano, pengine mtoto labda mchanga amezaliwa, anatakiwa awe katika hatua ya kutambaa, lakini kutokana labda na udhalilishaji ambao anaupata, kwa mfano kutelekezwa ni kukosa zile haki za msingi. Kwa hiyo inapelekea mtoto kurudi nyuma kimaendeleo, badala kwamba yeye atembea na kwa bado yupo katika hatua ya kukaa kitako. Lakini pengine awe katika hatua ya kutembea, basi pia bado tunamkuta bado anatambaa. Kwa hiyo kwanza inarudisha nyuma hatua ya kimakuzi. Lakini pia inadumaza akili ya mtoto. Kwa maana kwamba mtoto pengine alikuwa labda anafahamu mzuri au alikuwa na maendeleo mazuri katika masuala yake ya skuli ama madrasa. Kwa mtoto huyu anarudi nyuma kielimu pia. Maendeleo yake ya shule ama ya madrasa yanakuwa hayako vizuri. Lakini pia inaharibu saikolojia ya mtoto. Anakuwa haipo vizuri kisaikolojia na hawezi kuchanganyika na watu wengine katika familia pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa maana anakuwa ni mtu ambaye anajitenga. Lakini pia kukosa lishe bora ambayo inapelekea kuzorota kwa afya yake ya kimwili, na hii zaidi inatokana na utelekezwaji. Utelekezwaji unakuja kwamba haswa kwa wale wazazi ambao tayari wameshatengana. Tumeona sasa hivi katika jamii swala la talaka ni kubwa mno, ambalo linapelekea watoto kupata udhalilishaji, kwa sababu kuna kipindi tulifanya kama utafiti mdogo kuona kwamba hawa watoto waliodhalilishwa au walikumbana na vitendo hivyo vya udhalilishaji, nini sababu kuu? Tukakuta kwamba wazazi wao wengi tayari wameshatalikiana. Kwa hiyo kupitia swala kama hili, mtoto anakuwa anakosa zile haki zake za msingi, anakosa chakula, anakosa mavazi, anakosa hadi malazi. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo mtoto zinamkuta. Mtazamo wa serikali na kukemea katika vitendo vya unyanyasaji kwa watoto upoje? Juhudi za serikali katika kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji ni nyingi mno, ikiwa ni pamoja kwanza uwepo wa sheria ya mtoto wa Zanzibar ambayo ni sheria nambari 6 mwaka 2011 ambayo imekuja kutetea maslahi na ustawi mzuri wa watoto wetu. Lakini pia uwepo wa kanuni za hifadhi ya mtoto ambazo zimetokana na hiyo sheria, lakini pia kanuni za malezi ya walezi ambayo pia zinasimamia masuala hayo. Lakini pia kuwepo na miongozo mbali ya kanuni, miongozo ambayo inasimamia haki za watoto pamoja na ustawi wote kwa ujumla. Lakini pia uwepo wa wizara ambayo maalum ambayo inasimamia masuala haya ya watoto.
Mwanzo tulikuwa tunaona kwamba masuala ya watoto pamoja na ustawi wa jamii ulikuwa katika wizara nyingine, lakini sasa hivi imewekwa wizara maalum. Yote ni pamoja, ni miongoni mwa juhudi za serikali katika kusimamia vitendo hivi vya ukatili na udhalilishaji. Taasisi yetu ambayo ni idara ya ustawi wa jamii nayo ina juhudi kubwa katika kulisimamia hili na kuona kwamba watoto wapo salama. Na katika hatua hizo, moja ni kuanzisha kitengo cha hifadhi ya mtoto ndani ya idara ya ustawi wa jamii ambayo inasimamia masuala yote ya watoto. Na vitengo hivi vimeanzishwa katika ngazi zote za wilaya. Kwa maana sasa hivi utapokwenda wilaya yoyote katika wilaya zote za Unguja na Pemba, basi kuna kitengo cha hifadhi ya mtoto ndani ya ofisi za wilaya ambazo wanasimamia haki na ustawi endapo watoto wametelekezwa, ambapo watoto wamekosa matunzo, wamekosa huduma, basi idara ipo katika kusimamia katika shehia zote. Lakini pia uwepo wa waratibu wa shehia nalo pia katika juhudi za idara pamoja na wizara. Kwa hiyo kuna waratibu katika mashehia ambapo watoto wanapopata matatizo kama haya, au kabla ya kupata matatizo pengine kuna viashiria ambavyo labda mwanaharakati huyu ameviona, basi pia anachukua hatua mapema za kuweza kumkinga mtoto. Sawa. Na maoni yenu kwa ujumla kwa jamii na serikali kuhusu swala zima la unyanyasaji? Hebu maoni yetu ama wito kwa ujumla, kwanza tufahamu wanajamii kwamba swala la kumlinda mtoto sio la serikali peke yake. Linaanzia chini katika familia. Kwa hiyo kwa maana familia ni msingi imara katika kumlinda na kumhifadhi mtoto. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake basi aweze kutumia wajibu wake na wakati wake katika kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa salama. Na endapo tu mwananchi ama mwanajamii yoyote akiona kiashiria, basi asisubiri kwamba mtoto limkute. Basi anatakiwa yeye, maanake kila mtu ana haki kwa mujibu wa sheria ilivyoeleza ya watoto. Kila mtu ana haki ya kuripoti matukio haya ya udhalilishaji. Kwa hiyo tusisubiri litokee. Tukiona kiashiria, basi tuweze kuchukua hatua ambazo zinazofaa kwa ajili ya maslahi bora na ustawi wa watoto wetu. Mpenzi mtazamaji, kama tulivyomsikia hapa afisa ustawi wa jamii na mtazamo wa serikali kwa ujumla kuhusu kukemea swala zima la unyanyasaji, ni wajibu wetu sote, mimi na wewe, kuhakikisha kuwa tunamlinda mtoto dhidi ya unyanyasaji, kwani Zanzibar bila unyanyasaji inawezekana. Nikukumbushe tu, aliendesha kipindi hichi si mwingine ni mimi mtangazaji wako Fatma Faki wa ABS Online TV. Kwaheri.